mfalme mfalme. Hakika tuna kila sababu ya kushukuru. Asante mfalme wa amani. Baba, tunaenda kula na kunywa mezani kwako. Ni wewe unayetufundisha. Ni wewe Mungu unatuwazia mema. Mema ni kuijua kweli. Mema ni kuifahamu siri iliyofichika katika maneno yako. Tunakualika sasa Roho Mtakatifu kwa uwepo katikati yetu, ukatufundishe, ukaseme nasi. Sema mfalme, na sisi watoto wako tunasikia. Asante Mungu kwa sasa upo katikati yetu sawa sawa na hali yako, katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Leo tena siku ya Jumatano, siku ya mafundisho. Tunaendelea kujifunza maneno ya Mungu. Maana sisi ni wanafunzi wa Kristo. Wanafunzi wa Kristo haitimu mpaka Kristo atakaporudi. Leo tutajifunza somo letu lenye kichwa siri ya Injili iliyofunuliwa kwetu. Siri ya Injili. Siri ya Injili iliyofunuliwa kwetu. Iko siri ndani ya Injili ambayo ilikuwa imefichwa miaka nenda rudi, lakini kwa ujio wa Kristo hiyo siri ikafunuliwa. Sasa kitabu chetu cha Wakolosai sura ya 1 mstari 23, tutaenda mpaka sura ya 2 mstari wa 7. Tutakuwa mwisho wa maandiko tutakuwa tunaangalia leo katika kitabu chetu cha Wakolosai. Tutasoma mkidumu tu katika ile imani hali imewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuiacha tumaini la Injili mlioisikia habari zake, iliyohubiriwa kwa viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambavyo mimi Paulo nilikuwa mhudumu wake. Sasa nayafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake, ambalo nimefanywa mhudumu wake kulingana na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu, nilitimize neno lake, si neno la Mungu, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu, ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Nami najitabisha kwa neno hilo hilo, nikijitahidi kwa kadri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Sura 2. Maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyokuu juhudi yangu niliyo nayo kwa ajili yenu, na kwa ajili ya wale wanaonikia na wale wasioniona uso wangu, lakini wasioniona uso wangu katika mwili, ili wafarijiwe mioyo yao, wakijiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo, ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimestirika. Nasema neno hili mtu asije akawadanganya kwa maneno ya kuwashawishi. Maana ijapokuwa sipo kwa mwili, lakini nipo pamoja nanyi kwa roho, nikifurahi
na kuona utaratibu wenu na uthabiti wa imani yenu katika Kristo. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, ishini vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Hizi ni habari za Paulo alipowaandikia hawa Kolosai. Mpendwa, kama tulivyosema, leo tunaendelea na mafundisho yetu. Tunaangalia kitabu cha Kolosai sura ya kwanza mstari 23 moja kwa moja mpaka sura ya pili mstari wa 7, na tumesema kichwa cha somo kinaitwa siri ya injili iliyofichika. Siri ya injili iliyofichika. Pamoja na kichwa hicho, yako mambo kadha wa kadha tutayaona katika mistari hiyo tunaenda kuiangalia leo, na somo hili litakuwa na sehemu 8. Sehemu ya kwanza, mateso ya mhudumu wa injili. Sehemu ya pili, askofu ambaye ni wakili wa Mungu. Sehemu ya tatu, siri ya injili iliyofunuliwa kwetu. Siri ya injili iliyofunuliwa kwetu. Sehemu ya 4, kuonya na kufundisha katika hekima yote. Kuonya na kufundisha katika hekima yote. Sehemu ya 5, jinsi ya kupata mafanikio kwenye huduma ya injili. Jinsi ya kupata mafanikio kwenye huduma ya injili. Sehemu ya 6, kazi ya mhudumu wa injili. Kazi ya mhudumu wa injili. Na 7, sipo kwa mwili lakini nipo pamoja nanyi kwa roho. 8, na mwisho, kudanganywa kwa maneno ya kushawishi. Kudanganywa kwa maneno ya kushawishi. Moja kwa moja kwenye sehemu yetu ya kwanza, mateso ya mhudumu wa injili. Mateso au matatizo ya mhudumu wa injili. Kiswahili cha kisasa wanasema changamoto anazokutana nazo au zinazompata mhudumu wa injili. Mpendwa, kama Kristo ambaye ni kielezo chetu cha Ukristo, ni kielezo chetu cha wokovu, ni kielezo chetu cha utakatifu, huyo Kristo yeye kwenye kazi zake, wakati yuko hapa duniani akiwa amevaa mwili, aliteswa vile vile. Wanadamu hawakumwacha, walimtesa, walimwaibisha, walimdharau. Alikutana na changamoto kwenye kazi ya injili. Ndio maana alijua na sisi hizi changamoto tutakutana nazo. Ndio maana alitangulia kutuonya mapema. Tukisoma Luka 23, Luka 23 mstari 31, anasema, kwa kuwa kama wakipenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mti mkavu? Alijua kwamba yeye ameteswa, pamoja kuwa ni mwana wa Mungu, ni Mungu mwenyewe, akateswa, akadharauliwa, akapata changamoto. Alijua na sisi vile vile changamoto tuna wajibu wa kukutana nazo, hatutazikwepa, lazima zitatupata, kwa kuwa tunahudumu injili ya Kristo mwenyewe. Hata ukisoma kitabu cha hiyo ya Timotheo ya pili, utaona kwamba yatupasa tukutane nayo. Timotheo ya pili sura 3 mstari wa 12. Timotheo ya pili sura 3 mstari wa 12, maandiko yako wazi. Biblia inasema, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Watafanyaje kanisa? Wataudhiwa. Lakini kuna kigeneno hapo. Asema na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa
katika Kristo Yesu wataudhiwa. Wale ambao ni wa Kristo wanasema ni wa Kristo, lakini hawapendi utauwa, wanakuwa na michanganyo, kwa Mungu yupo, kwa dunia yupo. Hao hawawezi kuudhiwa. Kwa nini? Kwa sababu wanafanya kuwafurahisha wanadamu, wanafanya kuwaridhisha rafiki zao, wanafanya kuwaridhisha waume zao, waume zao, wanafanya kuwaridhisha rafiki zao, wanafanya kuwaridhisha wagosi wao. Hao hawawezi kuudhiwa. Ndio maana hapa akasema wale wanaoishi maisha ya utauwa. Utauwa ni utakatifu. Kwa kila anayeishi maisha ya utauwa lazima ataudhiwa. Na wewe ukiona watu wanakusema kwa lolote, ujue hapo nimemshika Kristo. Ukiona kila kitu kwako ni sawa, jirani yako hana shida, mfanyakazi mwenzako hana shida, mfanyabiashara mwenzako hana shida, kakako hana shida, kwamba hakuna shida, kwamba hakuna shida, lazima ujiulize swali, kwa nini? Lazima utaudhiwa. Unasimama kwenye kazi ya Mungu, wewe ni kiongozi kanisani, wamama wote, kiongozi wa wamama wote wakupende, ujue kuna tatizo. Lazima utaudhiwa. Utasemwa na watu, watatafuta sababu ili wakuudhi, kwa sababu unafanya kazi ya Mungu, umeshika utauwa. Aliwaambia wanafunzi wake, ikiwa umefanya hivi kwa mti mbichi, mimi Mungu niliyewaumba wananifanyia haya, je, wewe ambao ni kiumbe mwenzake wataacha? Alijua kwamba haya lazima tutakutana naye. Changamoto au taabu au mateso anayokutana nayo mhudumu wa Injili. Kwa mtu anayechanganya maneno, yeye ataona mteremko, hataona udhia, hataona wakimsema anaishi kwa raha starehe, anasema haya ndio maisha, lakini mbingu asahau. Mpendwa, tukishajua yanayosubiri mbele, yaliyoko mbele yetu kutokana na maisha ya utauwa, yatakayofunuliwa kwetu, yanayosubiri baadaye, tutakuwa makini na kujilinda. Tutavumilia maudhi yote, taabu zote, changamoto zote, lakini yaliyoko mbele yetu ni mazuri kuliko haya tunayokutana nayo. Kwa utafurahia mateso ukiwa yaliyoko mbele ni mazuri kuliko hayo, mateso utayafurahia. Utaona si kitu cha taabu, utaona ni kitu cha muda cha kupita. Baada ya hapo unaishi milele kwa raha na kwa furaha mbele za Kristo. Rumi 8:18, kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Nayahesabu si kitu. Ndio utashangaa, mama mmoja yuko na mume wake, kila mmoja mtaani wanamuogopa, ni katili. Au unajua mama anapata mateso katika ile familia, lakini unashangaa huyu mama imekuweje amevumilia upendwa? Anajua anachokisubiri mbele, anaona yote ni ya muda, yanayokabili ni ya kupita, yaliyoko mbele yana utukufu kuliko haya. Ndio maana Warumi 8:18, anajilinda, anafurahia, anaona si kitu, anajitumia aliyoko mbele yake ili awe mshindi na hatimaye amlaki Kristo mawinguni. Kwa kila mtumishi mkubwa lazima uelewe, ili uinuliwe lazima ushushwe. Ili Mungu akuinue lazima kwanza ushuke chini. Ili upate heshima kubwa lazima kwanza udharauliwe, lazima kwanza utukanwe, lazima kwanza ufedheheke kwenye jamii. Baada ya hapo Mungu anakuinua, heshima inakuwa kubwa, inafuta yote yaliyotangulia. Ndio kanuni ya Mungu. Ukiogopa kushuka, ujue kupanda kushinda. Kristo ni Mungu mwenyewe. Ili utukufu udhihirike kwake, unaona sasa hivi
kuna pepo, unaliamuru kwa jina la Yesu, pepo linatoka. Mtu ana kifua kikuu, ana kansa na nini, unaamsha kwa jina la Yesu, anapona. Hiyo ni utukufu kwa jina la Yesu aliopewa. Lakini imefikia hapo baada ya kuwa amefedheheka, ameshuka, ameudhiwa, amedharauliwa na watu ambao wamewaumba. Wakaweka msalabani, sema jiokoe mwenyewe. So sema wewe ni mfalme wa Wayahudi, jiokoe mwenyewe. Aliyowaomba wasema jiokoe mwenyewe, wanamdharau. Lakini baada ya kutoka msalabani akafufuka tu, ndio utukufu wa jina lake unaona. Dunia nzima anatajwa Kristo. Dunia nzima anahudumiwa yeye, anahubiriwa yeye, anatukuzwa kwa sababu ya kushuka kwanza. Ndipo akatukuzwa. Kwa mtu yeyote ili uinuke hata kama kiuchumi, lazima uanze mambo ya chini kwanza. Kwa kudharau, kwa kuona si kitu, wasema wafelimani, ndivyo Mungu anakuinua. Usisubiri utaanza na makubwa, kwamba mimi ni mlokole, nina Kristo, mwana wa Mungu, siwezi kuanza na biashara ya 30,000, hiyo siitaki. Biashara ya vitumbua, kila mtu atanionaje? Hapo umekosa, umeshindwa, kuna maarifa. Lazima uanze na ya chini, wakuseme. Baada ya hapo Mungu akuinue. Ndio kanuni ya Mungu. Unashuka, unainuliwa. Ukitaka kupanda, Mungu anakushusha. Lazima ufuate kanuni ya kimungu. Sasa kwa hiyo lazima maombi tutakutana. Utasoma kwenye Isaya 52:13. Mungu anaenda kwa hatua, akupeleki kwa haraka haraka. Hapana, kuna hatua zake unazipitia. Ndio maana wana wa Israeli wametoka Misri kwenda Kanaani. Si kwamba ilikuwa mara ya kwanza watu kwa Misri kwenda Kanaani, haikuwa hivyo. Ukisoma vizuri maandiko, Yakobo watoto wake walienda mara ya kwanza kufuata chakula, walienda na kurudi kuleta chakula. Muda mfupi, siku 11 wanafika, lakini walikaa miaka 40 wako njiani. Baada ya mateso ndio wanaingia. Baada ya taabu ndio wanafanikiwa. Lazima uanze na mateso kwanza. Kuna hatua mchakato wa Mungu. Ukienda haraka haraka unapishana na mkono wa Mungu. Lazima uende taratibu. Kama unakupa kitu kizuri, upite kwenye mambo magumu. Hata hizi huduma mpendwa, huduma haiamki ikakuwa siku hiyo hiyo. Hapana, lazima nipitie mchakato wa kutaabika, mchakato wa kuumia. Baada hapo utaona mambo yanakuwa mazuri. Na kazi ya Mungu lazima tuifanye kwa bidii. Pamoja na mateso yote unakutana nayo, shida zote kwenye huduma, wewe uweka bidii kufanya kazi ya Mungu. Ndiko utamwona Mungu akijidhihirisha kwako. Ndiko utaona baraka za Mungu. Ukitendea kazi ya Mungu, umejitendea mwenyewe. Umeleta laana kwenye maisha yako. Biblia inasema amelaaniwa afanye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Kazi yoyote ya Mungu, wewe ukipangiwa, katibu kakupangia, mwenyekiti wa kwaya kakupangia, katibu wa mama kakupangia, wewe ujitahidi ufanye kwa Mungu. Uone unamfanyia Mungu. Weka moyo, weka jitihada zote. Lakini ukitaja fanya ili umridhishe, unajidanganya, unaleta laana kwenye maisha yako. Amelaaniwa afanye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Na kinyume chake maana amebarikiwa. Ukitaka kufanya kupata baraka, kisha kwenye kazi ya Mungu unajituma ipasavyo. Hiyo tunaweza kwa kipengele chetu cha pili, askofu wakili wa Mungu. Ukisoma kwenye mistari hiyo utaona askofu ni wakili au mwangalizi. Kama Paulo alikuwa mwangalizi wa makanisa yote haya. Utasoma kwenye Wakorintho wa 2:11-28. Kipengele cha 3, siri ya Injili iliyofunuliwa. Siri ya Injili iliyofunuliwa, ambao ni mstari wa 26-27. Mpendwa, tangu nyakati za kale, tangu nyakati hizo
Agano la Kale, manabii walishatabiri habari za kuja kwa Kristo. Sasa haikujulikana kwa Kristo anakuja anakujaje, lakini ashatabiriwa atakuja, atakomboa watu, atakaa ndani yenu, ataleta wokovu kwa watu. Ilikuwa bado ni siri inajulikana. Ujio wake Kristo ukafunua siri ile, neema ya wokovu ikawa wazi, lakini ilikuwa ni siri iliyofichika miaka nenda rudi. Ndio maana maandiko yanasema, ukisoma mstari wa 26 na 27, mstari wa 26 na 27 anasemaje? Siri hii iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu. Hawakujua huyu Kristo ndani yenu anakuweje. Kumbe ukiokoka, Mungu anahamia ndani mwako, anatenda ndani mwako na anakuwezesha kuishi maisha ya utauwa akiwa ndani yako. Ni siri haikuelekwa kwa watu kwa muda mrefu, lakini ujio wa Kristo, neema ya wokovu ikafunuliwa, ndipo siri ikawa wazi. Utasoma mwenyewe Rumi 16:25 mpaka 26. Ndio neema. Ukisoma Tito 2:1 akasema neema imefunuliwa. Kwa nini? Mpendwa, neema ni kuwezeshwa kufanya usioweza kuyafanya. Ndio neema. Yale ambao huwezi kuyafanya, unawezesha kuyafanya. Ni neema inayokuwezesha kuyapata yale ambao haukustahili kuyapata. Ni neema hiyo. Lakini sema neema juu ya neema. Ukisoma hapo, wakati wa Torati ilikuwa imetolewa ni amri, sheria ile, unatakiwa kuitekeleze kama ilivyo. Ukishindwa ni hukumu. Sasa kipindi cha neema, neema juu ya neema, umepewa neema, wokovu kwa neema, ili yatekeleze yale yalikuwa ni sheria ya Mungu. Unapewa na uwezo wa kuyatekeleza. Ndio neema juu ya neema. Umepewa wokovu kwa neema, una masharti yake ya utakatifu, ya uchaji Mungu. Hili yatimize hayo, kuna nguvu ya kukuwezesha wewe juu neema. Kwa wokovu uende kwa nguvu zako. Ukitumia nguvu, wokovu utakushinda, utaona ni ngumu. Lakini kwa neema ya Kristo unaweza. Neema juu ya neema. Neema imefunuliwa iokoe watu. Kuna wewe umepata neema, ndio maana uko nyumbani mwa Mungu leo. Tuna neema yenye msaada wa Kristo ndani yetu. Anakaa ndani yetu, anatuwezesha kuyatenda yale anayoyapenda Mungu. Ndio neema juu ya neema. Uwezesho wa Kristo au msaada wa Kristo mwenyewe unakuwa ndani yetu kutusaidia, kutuwezesha kuyatenda yale tusiyoweza kuyatenda. Hilo tunataka kutufikia sehemu ya 4. Kuonya na kufundisha kwa hekima. Kuonya na kufundisha kwa hekima. Mpendwa, kuonya, mtu anapoonya au akakaribia au vyovyote vile, ni vizuri kuambatane na kumfundisha mtu. Usikimbilie kuonya tu, kuambatane na kumwelekeza, kumfundisha mtu nini natakiwa kifanyike, kwa nini kafanya hivi na afanyeje ili asirudie kwenye yale. Ukisoma Timotheo ya pili 4:2, Timotheo ya pili sura ya 4 mstari wa 2, maandiko yanasema, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Usikimbie kuonya tu, unamfundisha kwamba hapa umeteleza, ulitakiwa uwe 1, 2, 3. Mpe na neno, mpe na andiko,
ndiko kunakofaa, lakini kuonya peke yake wakati mwingine hakuleti matokeo yaliyotarajiwa. Lazima ufundishe. Kwa hiyo usipofanya hivyo, unaweza usione matokeo ambayo yamekusudiwa. Mpendwa, kufundisha neno la Mungu, tukiwafundisha neno la Mungu au wenye makosa au changamoto wanakuwa na nafasi ya kubadilika. Kwa nini? Hata maandiko yanasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kuwaonya watu makosa yao na pia kuwaongoza. Lafaa mafundisho, kuwaonya watu makosa yao na pia kuwaongoza. Ukimfundisha inakuwa bora zaidi kuliko kutembea peke yake. Anakuwa na nafasi ya kubadilika, ya kuelewa na akachukua hatua. Kwa hiyo kuonya kwenyewe ni muhimu kuambatana na hekima ya Mungu. Usiende tu kwa akili, kwa nguvu za kawaida, hapana. Na hekima ya Mungu ihusike. Kuonya, kufundisha, hiyo hekima itakupa wakati mwingine ni wakati gani wa kuonya. Inawezekana mtu akawa na changamoto, akawa na upungufu, lakini ukaenda kumuonya kwa wakati usio wenyewe, ikaleta shida. Unitarajia abadilike, kumbe ndiye akapotea jumla. Kwa hekima ya Mungu pia inatakiwa. Ni muhimu sana hekima ya Mungu ihusike. Itakuongoza wakati huu, wakati wa kuonya. Wakati mmoja mtu akashangaa, unaona mtu ana changamoto fulani kanisa sana, hivi mchungaji hajaniona kweli? Kwa wakati mwingine Mungu ameshamwambia hii kwa wakati wake. Roho Mtakatifu akaleta hekima ya Mungu mwenyewe, ama ikamuita, ama akafundishwa kwenye ibada kama hivi, ukashangaa na badilika. Lakini kwa sababu hekima ya Mungu imetambua wakati gani jambo lifanyike, na hekima hiyo vile vile itakuongoza. Itakuwa jambo moja kwa watu wawili, lakini hekima ikatumika kwa njia tofauti. Huyu ikatumika hekima fulani na mtu akasalimika, lakini ikawa tofauti na kwa mtu mwingine. Hekima ya Mungu itakuongoza wakati gani nionye, wakati gani ukaribia, wakati gani kufundisha, na njia gani itumike kumsaidia huyo mtu. Hekima ya Mungu isipotumika, utashangaa kanisa liparaganyika. Napata ushuhuda mmoja, sijui ni mwata kwa ushuhuda. Kuna kanisa fulani la wapendwa, kuna mzee mmoja ni mshirikina, alafu ni mzee wa kanisa. Sasa taarifa zikaja mtaani kama kwa mchungaji, na huyo mzee kanisani watu wanamkubali sana, ana ushawishi. Inawezekana kutokana na uchungu wake, sijajua. Watu wanamkubali, hawajui hizo changamoto wazifahamu. Sasa taarifa zikaja kwa mchungaji. Mchungaji sasa anajiuliza, Jumapili ya kutangaza madhabahu na kufuza kanisani afanyeje? Anajiuliza maswali. Roho Mungu akamwambia, usije ukathubutu ukalitaja madhabahu, utagawa kanisa lako, kaa kimya. Mchungaji akakaa kimya. Hekima ya Mungu hiyo. Sasa washirika wanashangaa, huyu mchungaji vipi? Atakuwa amepewa hela, amefanyaje? Kwa nini huyo mzee mambo yanajulikana anakaa kimya? Ungekuwa umefanyaje? Mchungaji Roho akamwambia usifanye chochote, usubiri. Mungu mwenyewe ana njia zake. Aishaona huyu anaharibu, hafai kukaa kwenye kanisa, ni mshirikina, afu ni kiongozi kanisani. Sasa jinsi ya kumtoa ili atoke, wengine wabaki salama, walikuwa rafiki zake, walikuwa jamaa zake wote, ili wabaki na Kristo, kazi ya Mungu endelee vizuri. Mungu akamwambia usifanye chochote, subiri kwanza. Mungu ana njia zake, anasema njia zangu sio njia zenu.
Baada ya miezi kadhaa, ile mzee akakamatwa mtaani live, kila mtu akaona. Hakurudi kanisani, akaondoka kabisa mwenyewe. Hekima ya Mungu hiyo, hekima ya Mungu. Ukisikiza hekima ya Mungu, mambo yanakwenda vizuri. Uliona ni magumu, majibu yako. Uliona yanashindikana, majibu yako. Kazi ya Mungu inaenda na unaenda mpaka unaona Kristo, lakini kwa hekima ya Kimungu. Sasa hilo linatupeleka mpaka kwenye sehemu yetu ya 5, jinsi ya kupata mafanikio kwenye huduma ya Injili. Jinsi ya kupata mafanikio kwenye huduma ya Injili, ambapo mstari wa 29 unaenda moja kwa moja mpaka mstari wa 2, ili sura ya 2. Pendwa, kwenye huduma ya Injili lazima ukubali kutaabika kwanza. Ukiingia kwenye huduma ya Injili, ili mafanikio yaonekane kwenye huduma, wewe mchungaji umefungua kabisa, wewe mchungaji umepewa kituo, wewe mwinjilisti unahubiri, wewe unahangaika, lazima ukubali kwanza kutaabika. Uweze kupata mambo makubwa kwa haraka, kwa ghafla, lazima ukubali kuumia, ukubali kusumbuka, ukubali kulala njaa, ukubali kutembea kwa mguu, ukubali kutaabika. Baada hapo ndio siri unakuja kuinuliwa na kubarikiwa. Ukiogopa shida, kwamba wewe unaanzisha kanisa, mimi ni mwinjilisti na hubiri mikutano, lakini nitaendaje? Nitafanya maswali mengi. Unataka ukubwa kwanza, uweze kupata mafanikio kwenye huduma ya Injili. Paulo naona ameandika nyaraka nyingi, amefungua makanisa mengi. Mtume Paulo alifanya kazi kubwa kuliko mitume 12 walikuwa na Kristo pembeni, aliwazidi, lakini alianza kwanza kwa kupata taabu. Akataabika, anatembea huko, anapanda manyazi, anapasuka, anakaa huko, shida, anapigwa. Baada hapo ndiye akainuliwa. Mtumishi wa Mungu lazima kwanza ukubali mateso kwenye kazi ya Mungu. Kama ambavyo mfanya biashara ameanzisha biashara yake, lazima kwanza apate changamoto. Akiogopa changamoto, biashara kwisha. Hakuna atakayefungua biashara siku hiyo hiyo akawa anateja anauza milioni 10, milioni 50, kesho yake huyo hajawahi kutokea. Lazima uanze chini kwanza, kidogo kidogo. Wakati mwingine mtu anashika na njaa, unatembea kwa mguu, unataabika, lakini kitakachofuata baraka zinakuja kwako. Wateja wanaongezeka, mauzo yanaongezeka, mtaji unakuwa, kitambi kinaota. Lakini baada ya kuteseka kwanza, ndio siri ya kufanya biashara. Na kwenye huduma ya Injili vile lazima upate taabu. Usiogope aibu, ukubali kutaabika. Bwana, nakumbuka tangu tuanze kujenga hili kanisa, nilikuwa najenga nyumba kijiji. Baada sijawahi kupeleka hata msumari hata mmoja, kimya mpaka leo. Hata msumari kupeleka nyumbani kama najenga, nishasahau. Kazi ya Mungu kwanza, kazi ya Mungu kwanza. Kila kitu kasema mama kinasimama. Mungu kwanza, mengine baadaye. Hizi nyumba tutaziacha hapa, tutakufa, tunazikwa kwenye sanduku, nyumba zinabaki. Kwanza Kristo na heshima yake. Asema ukiniheshimu kwa mali yako, na mimi nitakuheshimu. Hiyo sio mafanikio. Kwa maana unaona mambo mengi sisi tunawekeza kwa Mungu tu. Kanisa lina miezi 11, lakini anayekuja ukimwambia anafika miaka 10. Hapana, ni kwa sababu tuliamua kujidhili kwanza, tangu kwanza. Shida, heshima ni baadaye. Kwa ukianza kazi ya Injili ukaogopa tabu, hiyo kazi ya Injili inakushinda. Kazi ya Injili kama biashara, ukasoma Luka 13:9-13. Kwa kufanya kazi ya Mungu lazima ukubali tabu kwanza. Baada hapo, baada ya njaa, tabu na kadhalika, ndio utaona
Nakumbuka Waswahili wanapenda heshima sana. Sisi wanadamu tunapenda heshima mno. Kwa kufanya kazi ya ujenzi, tunatoka huko tunakuja huko. Nilikuwa nakuja na mchungaji na pikipiki yake. Sasa hapo njiani nikakutana na madereva wa ofisini. Wanaandika kwenye pikipiki, alikuwa pale anapaki gari, anapiga simu sana upande kwenye gari. Na mimi namwambia wewe nenda na gari lako, mimi nina pikipiki na nitosha. Mara kadhaa mchungaji anashangaa, si upande utangulia pia, kwa nini uachiwe usikuja wote? Mimi ni nani? Tunakwenda na pikipiki hii. Wakawa nielewi. Siku moja hapo mchungaji mashauri akanishusha, akasema panda gari yako nikupeleke, uweze kwenda na pikipiki. Lakini mimi sikuwa na shida. Shuke. Heshima inaletwa na Kristo mwenyewe. Wanadamu wanapenda sana heshima, vyeo. Hiyo ndio kwenye kipengele cha 6. Kazi ya mhudumu wa Injili. Kazi ya mhudumu wa Injili. Pendo. Kazi ya mhudumu wa Injili ni kuhakikisha waaminio au wote walio chini yako wanapata neno la kuwajenga na kuwafariji mioyo yao. Wewe ni kiongozi wa mama, kiongozi wa vijana, kiongozi wa kwaya, hakikisha walioko chini yako wanakuwa na neno la kuwafariji na kuwajenga. Ndio njia ya kuwatengeneza hawa. Usikae bila kuwatafutia neno la kuwajenga na kuimarisha. Ndio kazi ya kiongozi huduma wa Injili. Kama alikuwa Paulo, na wewe vile vile una sehemu yako kama kiongozi kuhakikisha wanaunganishwa katika upendo. Wakati wote kundi lako wanapendana. Wewe ni kiongozi wa kwaya, hakikisha kwa kwaya wote wanapendana. Hakuna migawanyiko. Wako pamoja. Wewe ni kiongozi wa mama, hakikisha wamama wote wanapendana. Ni mchungaji, kiongozi ndani ya kanisa, hakikisha kanisa wote wanapendana. Jitahidi hilo. Usiwe na makundi kwamba hili ndio kundi langu, waliobaki waje wasije, una habari. Hapo ujawa mhudumu wa Injili. Hapo ujawa mhudumu wa Injili anayefaa. Wote ni wako. Ukichagua watu wataanza kusema kazi na kushinda. Na mbele kuna hatari pia kutakuwa washirika wanakimbia. Bora aambie kanisa lingine kuliko apotea ache na wokovu. Sema kama wokovu ndio huu, mchungaji anayofanya ni haya, anabagua watu, bora mimi nirudi kwenye dini yangu. Umemwaribu kwa sababu ya kushindwa kuunganisha watu. Neno la Mungu linasema imani inatenda kazi kwa upendo. Lazima wote watu wanapendana. Wapo karibu, ni wamoja, ni kundi moja. Hapo umefanya kazi nzuri ya mhudumu wa Injili. Ukiwa kiongozi, hakikisha wakati wote kauli zako ni za kuwajenga, sio za kubomoa. Kauli zako ni zile ambazo ziko wazi, sio zenye utata. Unaweza kutoa kauli ulikuwa na nia njema, ni kwa sababu ina utata ya jumla ukusababisha watu ukaondoka mijeruhi mioyo. Wakati nasoma shule kwa kidato cha 2, mwalimu mmoja wa somo la biology akatuambia, kesho wote mlete penseli na bili ya kifutio. Kesho kila mmoja alete ili vitunze ofisini. Wakati wa kipindi na kuja navyo na chuo kusoma somo la michoro mingi. Sasa mimi sikawia, nikamuuliza asiyeleta kesho je? Nia yangu ilikuwa na maanisha, je, asiyeleta kesho kasahau au hajapata kesho kutwa na nafasi ya kuleta? Ilikuwa nia ya swali langu. Na kwa sababu ilikuwa na ujumla, yeye tafsiri yake kwamba asiyeleta kesho utamfanyeje? Ukawa ugomvi. Mimi sikuwa na nia hiyo. Yeye akatafsiri hivyo. Au kiongozi lazima hakikishe kwamba kauli unayoitoa sio ya jumla.
iwe ni nzuri hapo kila mtu anaelewa kwa wazi. Lakini ambayo imefungwa hivi, una nia njema lakini kila mtu anaondoka tafsiri yake. Unakuta kitu kaelewa hivi, wamegongana, wamechukia, wamekasirika, baada ya kuunganisha na watawanya hudumu wa Injili. Hiyo inatuleta kwenye kipengele cha 7, sipo kwa mwili lakini nipo pamoja nanyi kwa roho. Haya aliyasema mtumishi wa Mungu Paulo, anamwambia Wakolosai sura ya 2 mstari wa 5. Hapa mtume Paulo alimaanisha kwamba yeye wakati wote anawaombea. Ukisoma maandiko Kolosai 1:3-4 na 9:11, alichomaanisha kwamba yeye wakati wote yuko nao kiroho kwa sababu anawaombea. Wanaomwambia mtu wewe nenda tu, siko naye kimwili lakini kiroho tuko pamoja, ujue huo una kazi ya kumwombea. Hii leo inatumika vibaya mtaani. Tuko nawe kiroho, wakati hata kuna kuomba kuna chochote, anaenda shughuli zake, utakutana siku hiyo utakapotokea basi. Ona wewe hakikisha unayemwambia niko naye kiroho, chukua muda kumwombea kweli uko na yeye kiroho. Hilo ndio kwenye kipengele chetu cha 8 na mwisho, kudanganywa kwa maneno ya kushawishi, mstari wa 4 mpaka 7. Kazi kubwa ya shetani mpendwa ni kushawishi watu wa Mungu kwa maneno ya uongo ili waache neno ya kweli. Hiyo ndio kazi yake, kuwatoa watu kwenye kweli, kukufanya wewe unayejua kweli uiache kweli. Ndio mapenzi yake, ndio mipango yake. Wakati wote anawaza hilo na anaweza kufanya kuhakikisha kwamba hilo linatendeka. Mfano kidogo, ukitaka kuona hili, kuliamini hili, anaweza kwenye familia fulani wana kijana ama wa kike au wa kiume, ana tabia ambazo mpaka wazazi wanachukia. Labda binti wakifunga milango usiku anatoka, anaenda kulala huko. Yawezekana, natoa mfano, wazazi na wanajua mpaka wamechoka. Sasa akapata Injili, si tabia hii na waudhi. Unaona mtoto wafai. Sasa huyo binti huyo au kijana huyo akapelekewa Injili ya Kristo, akaokoka. Kuokoka anaaba na dini, utawasikia wanabadilika, wakwambia huwezi kuacha dini ya baba yako na mama yako, huko umepotea. Kaokoka, kabadilika, kageuka, amekuwa mwema. Haya wayasahau, hawayaoni haya, wanaangalia kuacha dini. Wanasahau na tabia zake alizokuwa anafanya ambazo zimewachoka, lakini hizo yote anafutika, analeta ushawishi ili amdanganye aache kweli. Ndio tabia ya shetani. Kwa hiyo usikubali maneno ya kushawishiwa. Ili yashinde hayo, lazima ujifunze neno la Mungu kila leo. Usiache kusoma neno la Mungu, usiache kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, hiki nilichokuambia, ukichukua ambao unakuja kwenye masomo ya Jumatano kama 5 hivi, ukaenda ukawashindanisha na ambao hawajawahi kufika hata mara moja, na kuambia tofauti kubwa ipo, ili uweze kuona. Wanaingia wote Jumapili, wanarukaruka hapa, wanaondoka, unaona wote sawa, lakini kwenye uwezo wa kiimani wako tofauti kabisa. Kwa nini? Huyu kajifunza maandiko ya Mungu, huyu hajajifunza. Tenki iko wazi, huyu tenki kuna mambo yapo ndani yake. Kwa hiyo ili tukwepe haya, lazima tupende kujifunza neno la Mungu, hatushawishiwa na chochote. Hatushawishiwa na chochote. Ushawishi wa elimu ya kidunia hautaweza kutuvuta. Kwa nini? Kwa sababu
tunaijua kweli, na kweli ni Kristo mwenyewe atakuwa anatenda kazi ndani yetu, na Mungu wa mbinguni akubariki katika jina la Yesu. Mtu anasema kuna swali, lete swali lako kama lipo, na Mungu akubariki. Swali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana, sina swali, lakini mara nyingi mafundisho nimekuwa naona hayatoi nafasi ya kuuliza. Na hiyo ndio maana kauliza kama huwa nafasi inapatikana ili tuwe tunajaribu kuuliza maswali. Sawa. Nafikiri kama kuna muda upo, unaleta swali. Pia kama muda umeisha, wewe lete swali, kitakachofuata nianze na kujibu maswali. Vyote vinakubalika. Sawa? Lete swali, kama muda upo, tunajibu, tunajadiliana. Kama haupo, tunaliandika. Tunapofika matendo ufuata, ndio leo la kwanza tumalizane. Kwa hiyo ndio maana ya mafundisho. Kwa una swali, usiogope, liandae. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu wewe unatupenda. Ndio maana na leo tena umetupa kibali cha kuja kujifunza. Na Mungu umesema unatufundisha ili tuwe na faida. Iko faida umekusudia Bwana. Iko faida umeachilia kwetu kwa sababu ya somo la leo. Juu ya siri ya kufunuliwa kwa Injili. Yako mengi umetufundisha Bwana. Siri ya kubarikiwa, siri ya kuinuka, siri na changamoto au mateso ya huduma ya Injili. Baba, ninakushukuru kwa sababu umetufundisha haya ili tuimarike. Umetufundisha haya ili ni kinga tutakapokutana nao kesho, tusitayarike, tusiingiwe na hofu, tusivutwe na elimu za nje, bali tusimame katika Kristo, kwa sababu wewe ndiye nguvu, wewe ndiye mwamba wa wokovu wetu Bwana. Tunakushukuru Roho Mtakatifu, maana tumekuona ukina kwa watu kutufundisha. Tunarusha sifa na utukufu kwako uliyetenda haya katika jina la Yesu hai. Mungu mwema, tunailisha ibada sasa. Lakini leo ni siku ya Jumatano. Watoto wako wananyosha mikono kutoa sadaka na kusihi Mungu ukawabariki Bwana. Bariki nyumba zao, bariki maisha yao, na kila hatua iliyo mbele yao Mungu ukaonekane Bwana katika jina la Yesu hai. Baba, tunafanyisha ibada hii na waweka wote mikononi mwako Mungu. Ukatutangulie Bwana. Malaika wako wa ulinzi akaambatane na kila mmoja Bwana. Kila mitego ya siri na utego na adui tunaitegua kwa jina la Yesu, ikapate kushindwa na kuaibika kwa jina la Yesu Kristo. Inaomba na kushukuru. Amen.